Mwanga Media, we maximize your potential. Marahaba. Unaendeleaje na hali? Hali ya hewa yenyewe binafsi ndio hivyo tena. Tunavumilia tu, lakini uwezekano ndio hakuna. Pole sana kwa matatizo ambayo unakutana nayo. Unaweza ukatutambulisha kwa majina lakini pia kijiji unachokaa? Mimi kwa majina naitwa Aomba Ibogota. Na binti mwenyewe binafsi mwenye kuwa na mahitaji maalum anaitwa kwa jina la Etonyemia Aomba. Etonyemia Aomba. Tunakaa kwenye zone ya kwanza, kijiji cha A ya kwanza, Kenda kwa 19. Okay. Unaweza ukatupa historia fupi ya mtoto wako, mwanzo wa kuumwa mpaka sasa hivi hali ambayo imefikia? Ndiyo, yeye hakuzaliwa na matatizo kama haya. Yametokea baada ya yeye kuzaliwa. Ikabidi mwenyewe kutembea huwa atembea, huwa anajiburuza. Kusema huwa hasemi, kuona kwake ni kama vile kwa shida. Na chakula chake tena ndio hivyo, ni uji tu wa soja na sukari ndani. Na ni mtu wa miaka 17 kwa sasa. Ana miaka 17. Aise, pole sana. Maana jamani, kama mnavyoona ni changamoto sana. Binti wa miaka 17 kuonekana kwa muonekano huu sio jambo zuri wala sio jambo la kufurahisha sana. Kwanza poleni kwa hizi changamoto ambazo mnakutana nazo. Asante sana. Unaweza ukatuambia ni changamoto gani ambazo unapitia kwenye uleaji wa mtoto wako? Tatizo zaidi sana ni malazi, kwani ni mtu mwenye hatingiziki. Kama ni haja kubwa, haja ndogo ni pale pale. Alafu vile vinavyotandikiwa vinyosa moja kwa moja pale kwa muda wenyewe fulani, kwa muda wa saa au saa 2 vinaroana. Tukisema eti tufua vikawi kukatika. Isitoshe hata yale malazi kama vile godoro haikawi. Ndio changamoto moja wapo. Changamoto ya pili kuhusu ulaji wa chakula. Soja tuipokei. Tuibahatisha kama vile kwa wengine wenyewe wa roho mwema. Ambao wanapokea. Kama vile wakina mama wajawazito akijitoa wanapatisha nani pake moja, tunachanga na unga na siku zinaendelea. Umesema kwamba matatizo yake yalimwanza akiwa mtoto. Yaani inaonekana hakuzaliwa na matatizo. Labda mlijaribu kutembea mkaangalia labda kwa madaktari au njia yoyote ambayo mlijaribu kutafuta chanzo ni nini? Chanzo kwa gisi walivyokuwa naenda wanapima kwa sehemu zozote zile. Kwani tumeanza hapa kambini, tukaenda Mwanza, Kigoma, lakini jibu ni ile ile. Ulaji wake hakubadilishiwa, ni ule ule. Ni ule ulaji wa chakula cha uji na sukari ndani. Uji zaidi sana wa soja. Ikiwa ni wa dona, yani mwenyewe anakutemea kwenye uso wako, unaona kama vile ufanyeje. Sasa ni mtu mwenyewe haeleweki. Basi baada ya hapo ikawezekana ya kwamba hiyo chakula chake ndio hicho, madaktari wakaamua kuwa hivyo. Pili, kuhusu kutokutembea, waliona labda tatizo ilikuja kwenye uti wa mgongo pamoja na kiuno. Yani huwa anajiburuza atembeage. Kuhusu njia ya kusema ndio hivyo asema, lakini hivyo tu kisa anafanya ndio hivyo. Labda mfano akiwa anahitaji kula au akihitaji kufanya chochote, labda kujisaidia, kuhitaji kunywa maji, huwa mnajuaje nyewe kama watu ambao mnakaa? Ndio, kwa sisi kujua huwa analia mwenyewe. Mara mwenyewe anaanza kujikuna na makucha kwenye uso, sivyo kwenye machafu, alafu hapo kila anachokihitaji yeye ndo anaanza kukiomba kwa muda wenyewe. Sisi hatujui gisi tunavyoweza ndo tunakileta sasa. Kama vile maji tunampima, akimya hapo unaona kama vile anatulia. Kama ni kula chakula tunachukua kijiko
kwani mwenyewe hawezi kujilisha. Tunachukua kijiko tunaanza kumlisha uji, na ndio maisha tulionayo hayo. Poleni sana. Unaweza ukaniambia hapa mnaishi familia ni ya watu wangapi? Lakini pia wewe mwenyewe, je, una mke? Mimi nina mke, na mke wangu ndiye mama watoto mwenyewe, lakini na mwenyewe kufuatana na hali ya mwili haruhusiwi kubeba mizigo mizito au kufanya kazi ngumu. Ni kama vile ndo najisaidia kwa njia zozote zile, lakini kwa kuona maisha ndio hivyo, ni uvumilivu tu. Sana kwa kweli kwa hizo changamoto. Asante sana. Umesema kwamba familia yako ni kubwa, ana ndugu zake wengine ambao wako salama, yani wako vizuri? Ana ndugu zake wengine, kwani tuko kwenye fomu watu 11. Sasa mwenye kwa na matatizo tu ni yeye mwenyewe. Na vipi kuhusiana na ndugu zake wengine, wana umri gani? Na yeye baada ya yeye kuna wenzake ambao wanamfuata wangapi? Na wanamsaidiaje kwenye ili swala la kusaidia wewe kumlea ndugu yao? Asante sana kwa swali. Yaani yeye huyu kwa wenzake wanamsaidia kama vile kwa njia kumfulia nguo, mara tukihitaji maji, kwa kuona hawezi kabaki mwenyewe, tunatuma wenzake, nendeni kachukue maji kwenye bomba, wanaleta maji ili wamfulie hapa nyumbani au kupeleka kwenye mto. Kwa hiyo ndo msaada wanaotusaidia zaidi sana huo. Wapo wangapi? Yaani wenye kuwa mbele yake kwa jumla ni watu 7. Kwa jumla ni watu 7. Alafu tuseme mbele yake na nyuma yake wote kwa jumla ni watu 7. Labda unaweza ukatuambia changamoto zingine ambazo unakutana nazo ukiwa kwenye majukumu yako ya kumlea mtoto? Ndiyo, asante. Kuna matatizo mengineyo au changamoto kuhusu, unajua kila binadamu ana akili zake. Kuna wanaokudharau, kuna wanaokueleza pole, kuna wengine wanaona kama vile hawajali na chochote. Na utavumilia hivyo hivyo, utafanyeje? Asante. Na vipi kuhusiana na jamii, inakuangaliaje? Au kuna maneno ambayo yani inakusaidia kwa namna moja nyingine au nyingine? Katika jamii tunayoishi nayo kama vile majirani na wengine, kuna wamoja ndio hao wana ile roho ya kusema hiyo ni mzigo wake. Wengine wanaleta mashauri 1 2 3, unasikiliza, unatekeleza yale. Ila kwa kusema ya kwamba labda atusaidie kwa hizo njia 2 au 3 kuhusu matatizo yake au changamoto zake, hawana uwezo. Kwa hiyo wewe unaweza ukatuambia kwamba ni kipi ambacho watazamaji wa Mbela Media au wafuatiliaji wa vipindi hiki wakifanya kupitia Mbela Media wakufanyie wewe pamoja na binti yako? Yaani kupitia hayo, kwa gisi wanavyofuatilia zaidi sana changamoto za watu kama hawa. Huyu zaidi sana changamoto ya kwanza ni kuhusu ulaji wake wa chakula. Pili, malazi hayakawi kwa ajili ya nini? Ile kukaa sehemu moja, yani haja kubwa na haja ndogo yote ni hapo hapo. Sasa kwa hivyo vitu viwili ndio changamoto kubwa zaidi sana kuzidi mengineyo. Lakini hatujasikia ukituambia changamoto ambazo unapitia, kwa sababu wewe ni mwanaume, kulea mtoto wa kike kama hivi, kama ulivyosema mama na yeye hali yake kwa sasa hivi haiko vizuri. Unapitia changamoto gani, kwa mfano kama hivyo akijisaidia au akihitaji chakula? Yaani changamoto unazozipitia ukiwa unamhudumia mtoto. Asante sana kwa swali. Changamoto ya kwanza, kwani mtu mzima kama huyu kumtoa na ile haja kubwa, kwanza ninaomba uvumilivu. Pili, ikiwa mwenyewe unamlisha alafu ukimlisha chakula chenye yeye hataki, anakutemea kwenye uso wako au kwenye macho yako, yani hapo hautompiga wala utakuwa na ile hasira. Ndio changamoto ya upande wangu hiyo. Pole sana. Asante sana. Lakini pia
Kwa hiyo umesema kwamba changamoto ambazo anazo wewe ni chakula pamoja na maradhi. Yaani unaweza ukatueleza maradhi ukimaanisha nini? Maradhi yenyewe ni kama vile hapa tulipo ndio sehemu anapolala yeye. Na hiki ni kipande cha godoro. Ni kipande tu hiki hapa. Kama vile cha kujisaidia lakini kifai. Pili, hali ya hewa yenyewe binafsi ya chakula chake kukipata inaomba mpaka mtu awe na angalau hata ka uwezekano ka pato ili awe anajitingizisha kwa kupata ile kidogo kidogo yenyewe naweza kumsaidia. Kwani wewe kwa sasa hivi unajishughulisha na nini? Mimi kwa shughuli hili naweza kujishughulika nayo, lakini uwezekano hapato. Kwani tunashinda na yeye hapa, mimi na yeye. Ningekweti ninakapato kidogo, ningekweti natoka sehemu ili niangalie namna gani ya kujiongeza akili. Kwani hata mwanamama na mwenyewe hana uwezo, ameshakatazwa kupeleka vitu vizito na kufanya ile kazi ngumu. Kwa hiyo ndio ombi zaidi sana hiyo. Kwa hiyo yani swala lazima la kazi, hauna kazi, lakini pia umesema kwamba chakula pia upatikanaji wake ni watabu sana. Ndio. Okay, sawa. Guys, kama mlivyoona jamani, mazingira ambayo anatumia mtoto binti sio mazingira mazuri kabisa. Hichi ni chumba ambacho anakitumia au ni chumba ambacho analalia. Sio mazingira mazuri kwa binadamu wa kawaida kuishi. Lakini pia kama unavyoona changamoto ambazo anapitia ni kubwa sana. Uhitaji wa msaada ni mkubwa sana. Kama mlivyosikia ni kwamba hatumii chakula kingine chochote zaidi ya uji. Kitu ambacho hata kwa kawaida tu watu wengi hawawezi. Yaani unashinda na uji, unalalia uji, unaishi na uji. Yaani ni changamoto sana kwa kweli. Tuna uhitaji wa kusaidia sana. Tunauomba msaada wenu sana. Lakini pia kama mnavyoona mavazi yanatakiwa, binti anatakiwa avae mavazi pia mazuri. Unaona? Yaani ashirikiane hata kwa namna moja au nyingine pamoja na wenzake. Kwa hiyo tunahitaji sana hivyo vitu, mtusaidie sana. Labda mzee una kingine cha kusema kwa ajili ya watu wanaokutazama? Mimi ninachoweza kusema, kwanza nimeshukuru Mungu kwa ujio wenu. Na Mungu kuwatuma kuwa na hiyo imani pamoja na wengineo ili mtafute watu kama hawa wenye mahitaji maalum. Kwani kama vile mojawapo ya kusaidiana kwenye mzigo wenyewe. Kwa hiyo ningeomba Mungu azidi kuwasaidia na watangulie. Mimi nadhani mmemsikia mzee, lakini pia na mimi sitakuwa na la ziada. Naitwa Glory Jena na hapa ni Michael Bella Media. Nyuma kamera niko na Brother G, tunaendelea pale tulipoishia. Jamani msichoke, lakini pia jukumu letu sisi ni kuwaonyesha na kuhitaji msaada kwa kina zaidi, yani kiundani zaidi. Tunahitaji msaada wenu sana. Tusaidiane jamani. Unapotoa ndipo Mungu anapobariki. Mkono unaotoa ndio unaopokea. Tunaombeni msaada wenu sana. Hivi vipindi utakuwa unavipata ndani ya Michael Bella Media, lakini pia ukihitaji kutuma msaada wako kwa namna yoyote ile, wasiliana na Michael Bella Media kwa ajili ya kuwakilisha hilo. Tutaweka namba pale kwa ajili ya kutuma misaada kama hii ya kusaidia walengwa. Asante. Kama hujasubscribe, hakikisha una subscribe, like, comment, pia share kwa wapendao ili nao wapate kupata hiki ambacho unakipata wewe. Asante, bye. Bella Media will maximize your potential.